Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 30 ya mwaka wa 2025. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni, asante kwa kutuleta hadi siku ya leo. Ni neema ya ajabu kutupatia nafasi hii, nasi tunakushukuru. Tunasema asante kwa utukufu mwingi ambao umeuonesha katika maisha yetu. Siku ya leo tunajikabidhi tena mikononi mwako, tukileta haja zetu mbalimbali miguuni pako. Nasi tunaamini kwani ulisema tuitapo utaitika. Nasi tumekuita, Mungu wa mbinguni, ukaitika kwa kila mmoja wetu sasa na mapenzi yako. Tutajifunza mada hii siku ya leo, nasi ili tujifunze na kuelewa haya, tunahitaji uwepo wako uwe pamoja nasi. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema utekelezaji wa neno la Mungu. Mathayo mtakatifu sura ile ya 7:24 na 25 inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Yesu alimalizia mafundisho yake mlimani kwa kielelezo kilichoonesha kwa uthabiti wenye kustaajabisha umuhimu wa kutekeleza maneno aliyosema. Miongoni mwa umati ambao ulisongamana karibu na Mwokozi, kulikuwa na wengi ambao walikuwa wametumia maisha yao karibu na bahari ya Galilaya. Walipokuwa wameketi kando ya kilima, walisikiliza maneno ya Kristo. Waliweza kuona mabonde na mifereji ya maji ambayo kupitia kwayo vijito vya milimani vilipita kuelekea baharini. Katika majira ya joto, vijito hivi mara nyingi vilipotea kabisa na kuacha tu makorongo makavu na yenye vumbi. Lakini dhoruba za majira ya baridi kali zilipolipuka juu ya vilima, mito ikawa mikali, vijito vikali, na nyakati fulani vilienea mabonde na kubeba kila kitu juu ya mafuriko yao yasiyostahimili. Lakini juu ya vilima, nyumba zilijengwa juu ya mwamba. Katika baadhi ya sehemu za nchi kulikuwa na makazi yaliyojengwa kwa miamba kabisa, na nyingine nyingi zilikuwa zimestahimili dhoruba za miaka 1000, na upepo na mafuriko na tufani vikapiga juu yao bila kuziangusha. Kama vile waliojenga hizi nyumba zao mwambani, alisema Yesu, ndivyo alivyo yeye ayapokeaye maneno niliyowaambia na kuyafanya kuwa msingi wa tabia na maisha yake. Karne nyingi hapo awali, Nabii Isaya alikuwa ameandika, bali neno la Mungu wetu litasimama milele, Isaya 40:8. Na Petro, muda mrefu baada ya mahubiri ya mlimani kutolewa, akinukuu maneno haya ya Isaya aliongeza, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Petro wa kwanza sura ya 1:25. Neno la Mungu ndicho kitu pekee cha kuaminiwa ulimwengu ulichopata kujua. Ni msingi thabiti. Mbingu na nchi zitapita, alisema Yesu, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Mathayo mtakatifu sura 24:35. Kanuni kuu za sheria ya asili ya Mungu zimejumuishwa katika maneno ya Yesu mlimani. Yeyote ajengaye juu ya kanuni hizo anajenga juu ya Kristo, mwamba wa zama zote. Katika kulipokea neno tunampokea Yesu, na ni wale tu wanaoyapokea hivyo maneno yake wanajenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 3:11. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Matendo ya Mitume sura ya 4:12. Kristo aliye neno, ufunuo wa Mungu, udhihirisho wa tabia yake, sheria yake, upendo wake, uzima wake, ndiyo msingi pekee ambao juu yake tunaweza kujenga tabia ambayo itadumu. Unapoitilia maanani nuru ulionayo, nuru kubwa zaidi itakuja. Unajenga juu ya neno la Mungu, na kisha tabia yako itajengwa kushabihiana na tabia ya Yesu. Kristo aliye msingi wa kweli ni jiwe lililo hai,
Maisha yake yanatolewa kwa wote ambao wamejengwa juu yake. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Petro wa kwanza sura ya 2 aya 5. Jengo hilo hakuna tufani itakayoweza kuliangusha. Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa 147 hadi 150. Hii ni Juni 30, mada ikisema utekelezaji wa neno la Mungu. Na hii inatufanya tufikie tamati ya sehemu ya kwanza ya Mwinue Yesu Juu mwaka 2025. Mungu atubariki sote.